Tulikwambia kwa dakika chache tunarudi, na sasa hivi tumerudi ndugu yangu. Tunataka tena uelewe ya kwamba Mungu yuko katika kufanya mambo ya maajabu. Mungu yuko katika kutumia watumishi wake. Mungu yuko katika kufanya mambo makuu na ya kushangaza. Umesikia ushuhuda hiyo. Kutoka hapo mahali tulianzia mpaka hapa mahali tumefika, imekuwa ushuhuda kubwa sana. Mzee ametuambia kuhusu kuzaliwa, mahali alizaliwa, mahali alilelewa na jinsi alikutana na Mungu. Sasa tunataka kwenda kwa swali za kuangalia sasa safari yake ya huduma. Imekuwa safari ya huduma namna gani? Ukikumbuka mzee, ulianza huduma wakati gani? Nilianza huduma, niliombewa ushemasi mwaka wa 1974. Hiyo ni baada ya kubatizwa mwaka wa 1971, mwaka wa 1974 ukaombewa ushemasi. Ndio, katika hiyo kanisa la Kimalanjala. Ndio. Aha, alafu tuelezee kuhusu huduma yako. Kwa hiyo mwaka wa 1974 ndio tulikuwa na evangelist wetu aliitwa Yonasi Kaunyanga. Akaamua kuwa muombaji, akaenda natembea kwa makanisa za Wamsho. Alipokuja akaitisha vijana wote kwa ile kijiji tulihamia inaitwa Kalongo Tubimbi. Akaitisha wa vijana wote akasema, tangu sasa tunafungua maombi, ni lazima kila kijana ajikaze kuomba Mungu. Mara moja tukaingizwa kwa chumba cha maombi kuomba Mungu. Hapo ndipo nilisikia tena furaha sawa na ile nilikutanana wakati Binanda anaimba. Tena ukasikia hiyo moto tena na kurudia. Nikasikia hiyo moto tena inarudia. Yule mwalimu wetu wa maombi akasema tujikaze sana, tufanye maombi karibuni ya miezi 2 kusudi tusikie sauti ya Mungu, tuongozwe na Roho Mtakatifu. Na maombi kaanza. Sasa kwa hiyo maombi kukatokea kitu kikubwa sana. Kumbe maombi nayo inalinganishwa na pipa za mafuta. Mtu mmoja katika roho akaonyeshwa pipa za mafuta, baku bana mimina mafuta mkila pipa. Ikafikia kiango tuko tunafika sasa kwa maombi, hatuna vya kusema, tunachoka. Ila mmoja wetu akaonyeshwa mtu yuko analeta kilole, anapima ile pipa, anakutani na taka yake. Alipotuelezea hiyo kitu, mwalimu akasema tupande milimani tuulize Mungu hiyo milima hizo mangungulu hizo mapipa zinamaanisha nini? Ndio. Tulipokwenda Roho wa Mungu akatuambia hizo ni nguvu, nitazifungua siku moja, mtajazwa kama vile nilifanya Yerusalemu. Na tukaendelea. Kwa kweli kulikuwa tokea mlipuko wa Wamsho. Roho alijigawa kwa watu. Ni hapo nilifunguliwa macho kwa kusoma. Kwa huo Wamsho ambapo Roho alijigawa kwa maisha yenu, mkiwa kwa maombi, ndipo siku Roho alikuja akakwambia sasa kutoka leo fungua macho yako, ukaanza kusoma. Wala sio mimi mwenyewe, hata wazee wa wanawake walikuwa mashambani wanawaita, mkimbie mfungue kitabu cha Mathayo, mfungue Kolosai, mfungue Korinto. Na kila mzee anakuja analomba kitabu, anaanza fungua, mara moja anaanza kusoma Biblia. Haleluya. Na ni hapo ikawa kilima ya uinjilisti. Ndio. Hapo ndipo nilianzia zaidi kufanya huduma. Haleluya. Kwa hiyo wakati tukatembea sana kwenda makanisa zote za Burinyi, kanisa zote za Kaziba. Nakumbuka tulifika fasi moja Kaziba, kulikuwa bwana moja Simoni Chabi. Mungu akatuambia twende tumutayarishe, akatupeleka kwake Mwerwe kumilima. Tukapita Kaziba fasi nyingi. Hiyo wakati ni hapo ndipo huduma ilipangaliwa mafuta na tukaendelea kufanya huduma. Baadaye mwaka wa 7 na 6 nikaombewa kama mzee wa kanisa. Na tukaendelea na mpaka leo. Maana yake baada ya miaka 2 ya ushemasi ukaombewa kama mzee wa kanisa. Ndiyo. Sasa nasikia kuna wakati watu wanakuita reverend, kuna wakati watu wanakuita
askofu, kuna wakati watu wanakuita bishop. Kenya hii sasa wao watu wanajua ya kwamba wewe ndiye sasa bishop wetu, kwa sababu wewe ndiye baba wa huduma. Watu wanafurahia kukuona, na katika kuna vipawa vitano ama ofisi tano katika hali ya utumishi. Kuna mwinjilisti, kuna mwalimu, kuna mchungaji, kuna nabii na kuna mtume. Sasa kwa hizo tano unaweza kufikiria ni gani hiyo ambao Bwana alikupea? Kwa hizo tano ninafikiri kuna moja usioitaja, inaitwa mwito. Hapo ndio sasa tutaelekea kwa hiyo mwito na tutafika kwa hiyo, kwa sababu hiyo tutaangalia kwa hizo tisa za vipawa vya Roho Mtakatifu. Yeah. Lakini tunaangalia kwa hizo tano ambazo ni ofisi kubwa za Biblia kufuatana na kitabu cha Waefeso, ambayo ofisi inasema wamoja akawafanya mitume, wengine akawafanya manabii, wengine akawafanya walimu, wengine akawafanya wachungaji, wengine akawafanya wainjilisti. Sasa kwa hizo zote zinachanganyika, zote zikitumika pamoja ndani yako, ama kuna moja ambao ndio unafuata zaidi? Ninafikiri pengine zinachangamana. Kuna wakati unajikuta ukifanya kiuinjilisti, kuna wakati unajikuta ukifanya kiuchungaji, kuna wakati unajikuta ukiwa kama mtume, kwa sababu umefungua makanisa mengi. Nafikiri ndio umekuwa mwanzilishi wa makanisa. Ndiyo. Mahali hapa mahali pale. Na pia kuna wakati unajikuta Bwana akikupatia unabii wa watu na unatabiri. Ni kweli. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa hivyo, na kwa vipawa hizo 9 za Roho Mtakatifu, wamoja akawapea kunena kwa lugha, wengine akawapea kutabiri, wengine akawapea imani, wengine akawapea, ziko nyingi zinatajwa hapo kwa kitabu cha Wakorinto. Sasa zote gani hizo zinatumika ndani yako? Hiyo wakati ambao tulimiminiwa hiyo mafuta, ndio tulijazwa kwa lugha. Mlinena kwa lugha. Tulinena kwa lugha. Ndio. Tukafasiri lugha, mkatafsiri lugha, tukapewa ujumbe wa kila aina. Kwa hivyo unabii ukafanyika pia. Mlima ikawa sawa ya unabii. Mlima ukawa mlima wa unabii. Ikafikia wakati Roho Mtakatifu anasema hii mlima ndaitawanyisha, ndio, kusudi mugawanye injili. Wamoja wetu wakaenda Shabunda, wengine wakatawanyika kwa makanisa mbalimbali. Kunaweza onekana zaidi ya watu 7-8 wanaitwa wachungaji, au zaidi ya 10. Hapo kwa hiyo mlima ukatoka wale ambao walienda kwa wachungaji. Kwa hivyo walienda kiuchungaji, wengine walienda kiutume. Kiutume. Kwa sababu walitoka katika maeneo zao wakaenda kuanzisha makanisa ali huko kote pale walitumwa na Roho Mtakatifu. Sasa umeanzisha kanisa, kama kanisa lipi hilo? Kwa hiyo wakati hilo kanisa letu la Kalongo, mahali tulipata hiyo uamsho, ni hapo nilijifunza kufanya briki kwa kujengea Mungu nyumba. Ndio. Ilikuwa mara ya kwanza, na leo hii tunajenga nyumba ya pili pale. Niko na laga hapa Kenya kurudi Kongo kusudi nyumba tuijaze. Haleluya. Ni hapo tulifanyia Mungu kazi. Baada ya kutoka kwa hiyo mlima ya Kalongo tukashukia Tulimbi Sandre. Pia tulikuwa tunasali kuna fast naitwa Kibanda au Selile kwa lugha ya Kizungu. Hapo na hapo tukabadilisha, tukafanya vile tulifanya, nikafanya briki ya pili, tunajenga kanisa hapo linaitwa Mizetuni Tulimbi. Ni kanisa kubwa, tena kanisa nzuri la uamsho. Nimesikia hilo kanisa. Kanisa la Mizeituni Tubimbi, ambalo ni mmoja wa hizo kanisa ambazo amekuwa kati ya waanzilishi ambao wameanza kuiamsha na kuianza kutoka mwanzo likainuka na linafanya huduma. Haleluya. Sasa huyu Mungu ni Mungu wa ajabu sana. Huyu Mungu ni Mungu wa mambo ya miujiza sana. Umetembea na Mungu? Ndio. Umeona miujiza nyingi kabisa. Umeona mambo ya kushangaza. Katika safari yako ya huduma umeona mambo mengi sana. Ndio. Unaweza kututajia mojawapo ya miujiza, sio ambayo imetendeka kwako peke yako tu, lakini mojawapo ya miujiza ambazo umeona Bwana akifanya kwa huduma yako? Kupitia huduma yangu watu wanaokoka. Mungu amenitumia kitofauti. Haleluya. Kia kwanza ninapelekwa mahali nisipofahamu kimwili.
ninaweza ambiwa toka hapa nenda Goma, uende useme na mtu wangu jina lake fulani. Wow. Na umwambie hiki na hiki na hiki. Ndio. Kimwili mimi nahofia, lakini kiroho nitakapokwenda yule mtu nitampata na nitaongea naye, na hizo habari niliagizwa atazikubali. Manake unatoka hapa ukiwa katika kuomba, Mungu anakuambia, Mungu anakutembelea. Kwa hivyo unatuhakikishia umepata neema ya kuonana na Roho Mtakatifu mara kadhaa akikuzungumza kama rafiki akizungumza na rafiki. Anakuja anakuambia kuna jina fulani ya mahali fulani, wewe katika hali ya utu haujui hiyo mahali. Unaambiwa upeleke hii ujumbe kwa huyo mtu, ukamwambie hivi na hivi na hivi. Na unapoondoka unakutana na huyo mtu na ukimwambia hiyo ujumbe na inakubalika ni yake. Kitu kubwa sana hiyo. Je, unataka Bwana akupe kipawa hicho? Naomba Mungu wa mbinguni, Mungu wa mzee Andre Chibalira aje juu yako usiku wa leo, ama asubuhi ya leo, ama mchana wa leo, na akupe vipawa ambavyo anavyovihitaji. Vipawa vya ufunuo, vipawa vya unabii visikose kuja juu yako kama unafuata kipindi hiki. Bwana aendelee kukubariki. Tuendelee mzee wangu. Hiyo ni moja wapo? Hiyo ni moja wapo. Ndio. Alafu hiyo huduma imenipeleka kwa inji za Minembwe. Ndio. Fasi ya Wanyamulenge. Na mahali ambapo hakukuwa kanisa tunaweza lianza. Na kwa leo kunaweza kuwa makanisa. Nitakuita mtume. Amen. Nitakuita mtume. Hiyo ni kiutume hiyo. Hiyo ndio kipaji cha utume. Ambacho unaenda kama mchungaji, lakini wewe mwenyewe hauchungi kanisa. Unaanzisha kanisa na unaacha mchungaji hapo na unaendelea tena, unaenda pale pengine. Hiyo iko kipawa cha utume, wanaita apotre ama apostle. Hiyo iko apostolic ministry. Hiyo iko kipawa kikubwa sana. Kutoka leo nitakuita Apotre Andrea Chibalira. Amen. Haleluya. Karibu sana baba yetu. Tunakupenda sana. Endelea miujiza mingine fulani fulani. Alafu kwa hiyo miaka niliambiwa na Mungu, inakuwa sasa mwaka wa 78. Niliambiwa na Mungu nende Mwenga, makanisa zote za Mwenga. Nikaenda Kamituga Katunga, nikakutanana na mchungaji Mkunda wa Benga. Akanipa nafasi, nilikuwa na mchungaji mwingine kwa leo anaitwa Kabiona. Tukazunguka Kamituga, Kitutu, Lugushwa. Huko Lugushwa tulifika fasi moja kunaitwa Babongolo. Evangelista wa pale alikuwa alferme wa kutunza watu. Lakini tuliacha kanisa hapo. Tulimwambia jinsi ya kuanza kanisa fasi nyingine. Na tunasikia leo kuna kanisa. Haleluya. Baada ya kutokea Lugushwa, tuliongozwa na Mungu kuelekea Kitindi. Tukakutana huko Kitindi, kuna kanisa lingali linaanza, kulikuwa mchungaji anaitwa Pondo. Kwa sasa watoto wake wanaendelea, mmoja ni mzee kwa kanisa la Simiru na Bukavu, mwingine pia anakuwa mchungaji Ituri. Kwa hiyo wakati tulitembea huko hadi kwa mji wa Kasongo, nafasi inayoitwa Kibombo. Kasongo. Kwa nafasi inayoitwa Kibombo. Huko kulikuwa kama tabia fulani, na kumbe Mungu alitaka kazi yake ianze. Huko kote tumepita na kila mahali tunaacha uamini. Haleluya. Nakumbuka pia hata mji wa Salamabila tulitembea huko na tukaacha uamini. Na waamini wanaendelea. Nikusema tunapotembea huko tunakutana mbegu ziliota. Nafurahi kwa maswali ambayo umeniuliza, kwa sababu nyinyi mna kazi kubwa kuliko sisi. Alafu mtaendelea zaidi. Usiende mbali. Anataka kukupeleka kwa ngazi ambayo ninaelekea. Anataka sasa kumuuliza baraka gani anazo kwa ajili ya kizazi hiki, maono gani anao kwa ajili ya watoto wake wa kiroho. Je, ana watoto wa kiroho? Je, ana mipango gani? Mungu amemtumia kwa maombi zaidi? Je, ana mafikara gani kuhusu kuanzisha kipindi cha uamsho kwa ajili ya kizazi hiki, ama ni mipango gani inaendelea? Usiende mbali na sisi, baki hapo tu karibu. Tunarudi kwa dakika chache ili kwamba tukupatie mwelekeo wa kipindi chetu cha mazungumzo na Apotre
Andrea Chibalwira, part 2. God bless you.